kuvaa kijani, lakini ni heshima kubwa kuvaa samawati na nyeupe. Karibu sana, hii ni ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Yupo nyumbani AFC Leopards Ingwe, anamwalika bingwa mtetezi wa ligi kuu taifa la Kenya Gor Mahia Kogalo Sirkal, moja kwa moja mubashara kutoka uga wa Nyayo. Hii ndio mechi ya kwanza ya ligi kuu kuweza kupigwa hapa Nyayo tangia kuweza kufunguliwa baada ya kufungwa kwa marekebisho ya uwanja huu. Uwanja sasa unapendeza, uwanja umetaradadi, mashabiki wa Gen Z nao pia wapo, bendera yake Enoch Morrison, Black Star, nyota kutoka Ghana kule, nyota kutoka Accra. Hali ya anga ni shwari kwa mchezo wa soka, nyuzi joto ni 23, upepo unakwenda kilomita 13 kwa jisaa, lakini uwezekano mvua kunyesha ni 30% tu. Mvua pia ni baraka, inyeshe mvua iwake jua, lazima 90 za leo ziliwe, lazima mbabe yapatikane. Ni mechi yenye kuvuta shabiki kwa hola, wamefika shwali yaho mashabiki wa Ingwe hao, Ingo ho kitoweo chao hichi kipo, wanasifika sana watu wa maeneo magharibi kwa mnyama kukule, lakini mwiko pia upo wa kusongea ugali. AFC Leopards Lugari Branch wamesafiri hawa, wa kutoka Kakamega wamefika, wa kutoka Busia wamefika, wa kutoka maeneo Mumia Suko pia wamefika, ili mradi kuja kuishabikia klabu yao ya AFC Leopards ya Matere Ingwe Yola. Wana hamu ya taji hawa, na mwalimu amesikika majuzi akisema kuwa bado wapo mbioni kulitaka taji. Mara mwisho kuchukua taji ilikuwa ni mwaka 1998. Mtoto amezaliwa, mtoto ametambaa, mtoto ametembea, mtoto amekimbia, bado hajapata taji. Upande wa pili Kogalo, bingwa mara 21 ligi kuu taifa la Kenya. Show me a better team in East Africa. Show me a better team in Africa. Bingwa mtetezi wa ligi kuu anataka tena taji. Je, atalipata? Yupo mbioni. Watu wa Kibera kule namba 8 wamejitokeza. Wachezaji wa Kogalo nao pia wapo tayari. Wapo wachezaji ambao ni mara ya jiji kuu la Nairobi, eneo bunge la Lang'ata. Wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali, aliyotoka mpakani Lunga mwisho huko, aliyotoka upande wa pili Busia, aliyotoka maeneo Mandera huko, lakini pia waliotoka maeneo ya Taita Taveta huko, wote ili mradi walishuhudia debi hili la 96. Kama haupo Nyayo, upo wapi? Ametoka Accra huyu Ghana kuja kuipigia klabu ya Gor Mahia. Mashabiki nao wanaoimbia Igwe, heshima kwa wachezaji wao. Huu ndio upendo wa soka, huu ndio upendo wa timu zao. Tizama bendera zinavyopepea. Boniface Koe Munyendo, sio dabi yake ya kwanza, ana uzoefu wa dabi, lakini kila mechi inakuja na uzito wake, kila mechi inakuja na ugumu wake. Historia ipo kwa ajili ya kufutwa. Sahau kilichofanyika jana, sahau kilichofanyika jisaji moja lilopita. Ni saa tofauti, siku tofauti, mwezi tofauti, lakini pia mwaka tofauti. Historia mpya inakwenda kuandikwa hapa. Kama ni historia ya ushabiki, sia anakwenda kuwa Homa Bay, ndio ushemegi ukazaliwa. Walimu wote wapo tayari. Aliyekuwa mchezaji wa zamani Fred Ambani kwa faida ya AFC Leopards ameyari kubaki na mfumo wa 4-3-3. Levis Opio yule wa debi iliyopita yupo. Takatifu ya 30 mwezi wa 3. Fred Ambani kauli yake ni kuwa hajawahi kupoteza dabi alipokuwa mchezaji. Leo hii iweje apoteze? Lakini Pilato siku leo ni Dickens Mimisa kitokea Mombasa, anasaidiwa na Samuel Kuria, Boniface Karanja na Eric Njogu. Kamishna wa mchezo siku leo ni Maxime Itur. Mgala muwe haki yake umpe. Kogalo ndiye mgeni wa siku leo. Sinisa Mik, mechi yake ya 6, hajapoteza bado. Gab Matthew atalindwa naye Paulo Chuoga, atalindwa na Joseph Levin Odhiambo, lakini kati anakuwepo Joshua na Alphonse Omija. Eneo la kati Lawrence Enoch Morrison, Geoffrey Simiti na Alpha Onyango, lakini Sharif Musa anakuwa na jukumu la kumpa mipira Gideon Bendeka Mopao Molo. Hakuna ambata katazwa kujibiwa.
atacheleweshwa tu. Sinisa Mihik anasema ameikosa sukari, lakini chumvi ipo na pilipili iko mbali. Kauli yake huyu kocha mwenye mbwembwe zake, Mkroatia huyu, alichukua nafasi alipoondoka Brazil Leonardo Martins Neiva. Yupo hapa Dan Shikanda, lakini pembeni yake aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Raila Amolo Odinga, pia na yupo patron wa klabu ya Kogalo, yupo hapa aishuhudie. Levis Opio Jr. amesema siri anayo sasa, walichokuwa wanakifanya hii leo hawatokifanya. Tizama picha angavu. Hii ni Azam TV, burudani kwa wote. Unayemwona hapo ndio huyo ukimwona barabarani, hakuna tofauti, ndio rangi yake huyo. Picha angavu hizi HD. Dickens Mimisa yupo tayari kutafsiri sheria za mchezo wa soka siku leo. Popote pale ulipo, salamu alaikum, imani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana katika uwanja wa Nyayo, karibu sana jiji kuu la Nairobi, karibu sana 254 Kenya. FC Leopards yupo nyumbani, Gor Mahia Kogalo yupo genini, ligi kuu taifa la Kenya. Hii ni sauti ya beki asiyebadilika Ali Salim, lakini kama kawaida siko peke yangu, sahibu wangu Charles Onyango Mabululu amekaa kwenye mkono wake. Semo shika tena Semo. Kelly Okonji Matata amechezewa foul na Alpha Onyango. Takuwa anapata fouls nyingi mdogo wa kimo, lakini ana uwezo wa kuficha mpira. Na dakika hizi 5 za mwanzo wameanza vijana wa Ingwe wanapata nafasi na muda na mpira na inawalazimu Ochieng. Na kumbuka alichokifanya kule Murang'a, lifunga bao ambalo lilitembea kwenye mitandao ya kijamii ulimwengu mzima. Ana power ya mguu, ana technique nzuri pia. Michael Ochieng nzuri sana mipira mfu. Michael Ochieng anaipiga uzuri, mekwenda juu ya lango. Gad Matthew alihakikisha kuwa lango lake lipo salama. Wanatumia set piece zao Michael Ochieng, lakini aliupiga tu juu kule kwa mbali kabisa. Wamehakikisha amekava Gad Matthews Otieno. Tunamtumia Imiti kabla ya kucheza kichwa. Naona wapo direct kabisa. Anaanza pembeni Levis Opio Jr. Morrison anaigusa kwake Sharif Musa. Sharif Fabako Mikataa Lovai anataka acheze ndani zaidi Sharif Musa, lakini nafasi hapo awali, angalia space aliyokuwa nayo, time and space, akaachilia fataki nguvu nyingi, lakini kama kawaida yake short stopper Levis Opio Jr. aliweza kupangua mkwaju wake. Sharif Musa kubwa zaidi, atakuwa anatafuta space hiyo, pasi yake imekuwa nzito. Levis Opio Jr. umri wa miaka 29, clinch 6 mpaka sasa. Pasi imefika kwa Samuel Semo Mbaja, bado anayo Samuel Semo, jaribu kuingia nao sasa, anaileta nafasi kwa yuo Boniface Kwayu Munyendo, mekosa composure katika eneo zuri kabisa. Break bora Fredambani Samu, build up nzuri alianzisha Levis Opio, run yake Samuel Semo Mbaja, lakini pressure yake alifika Joseph Levin Odhiambo na kuweza kunaro kabisa na kumnyima nafasi ya kupata nafasi na muda. Tizama uga wa Nyayo ulivyofurika, ni mashabiki wa timu hizi mbili, timu kubwa zaidi ndani ya taifa la Kenya, timu kubwa Afrika Mashariki, timu kubwa katika bara la Afrika. Karibu sana katika ligi kuu taifa la Kenya, debi la 96 la Mashembegi, msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Hii ni sauti ya beki asiyepitika Ali Salim. Nitakuwa nipo naye Charles Onyango Mabululu kwa tathmini simulizi ya dakika zote 90. Tayari tumepiga 45, sasa ni wakati wa kipindi cha pili. Karibu sana popote pale ulipo, enjoy burudani. Ochieng Michael alito Lovai kwake KC Odhiambo. KC amerudi tena kwake Lovai, nataka kufanya mchezo na
Ambia kesi peleke kwao, inaletwa cross. Nafasi la! Oh my God! Sharif Musa. What a miss! Sinisa anasema hapana. I told you guys. I told you. Tayari walikuwa mfumo wa nyeli kama Patrick Esombe. Angalia marking ya Wanaingwe, kila mtu anakaba nafasi. Ndio mwanzo tu ana recover kijana Lewis Sambi Bandi, lakini wote, yupo peke yake Samuel Kapen, yupo peke yake Sharif Musa Sirengo. Nafasi ya wazi kabisa, nafasi ya dhahabu kabisa. Tayari walikuwa mnyanyuka mashabiki, walijua wazi kuwa ni open goal ile. Hata kocha Sinisa Mik anasema no way. Na ileta nje kabisa huku. Mekaa uzuri kwake Alfo. Alfo Mija. Leto nje kwake Alfo Nyango. Ilikuwa ni kitu ambaye amekifanyia mazoezi. Na ni mzuri wa mipira hii kutoka mbali Alfo Nyango. Lewis Sambe Bandi. Imani ya kurusha AFC Leopards. Msimu uliopita Kogalo alichukua alama 6 mbele ya AFC Leopards, akimpiga nyumbani na ugenini. Victor Otieno anaileta ndani, nafasi! Almanusra! Gan Matthew amekwenda kumsomea simiti. You can't let a cross iletwe ndani hivyo. Wow! Too close, yet too far. Samuel Onyango naye pia walianza fupi, Victor Otieno Aguero pembeni, lakini hakufika kumpa pressure. Victor Otieno Aguero alikuwa anamtazamia tu, lakini naye pia akapata nafasi. Ronald Bebeto Sichenje kuweza kuicheza, anampasha mfikie kabisa, nyime nafasi ya kuleta krosi. Ndio kazi yako kama mlinzi wa kushoto God Matthews Otieno, lakini Sinisa Mika anasema tuweke nguvu. Kiwa pembeni na afisa mkuu mtendaji Harold Ndege, mchezaji wa zamani wa klabu ya Tusker. Rose Roy sasa nayo Mali. Austin anaigeuza upande wa pili, pasi imefika kwake Polo Chuoga, naletwa ndani huko. Oh! Ameyokota bado. Mpira hatari ile. Mpira wa kudunda mbele ya kipa, ni mpira. Libadilisha switching nzuri kutoka kwa Austin Odhiambo. Nafasi tena nyingine tena, lakini aliokoa kwa ubora kabisa Levis Opio Jr. Angalia wanavyosimama walinzi wote wanne wa Chui. Cross inafika, lakini alikuwa amefika kabla ya ucheze Lewis Sambi Bandi, ambaye alimeweza kurekebisha marking yake na akaokoa Levis Opio Jr. Napigwa pass kwake Samuel Kapeni, bado anayo ambayo yupo onside. Imefikia Ben Stanley Omondi kwake Austin sasa. Austin! Oh! He was onside. Alikuwa yupo eneo sawa kabisa, lakini amepiga nje mwenyewe Austin Odhiambo Rolls Royce. Pasi imetoka kushoto ikafika kwake Ben Stanley Omondi. Run yake Austin Odhiambo. Tayari alikuwa eneo la onside kabisa. Amewachanganya kabisa run ile. Akatokea blindside ya mlinzi ule wakati. Wanasubiria goli kweli kweli. Tanzania wanasubiria pishi. Na debi ya 96 ya Mashemegi inatamatika kwa sare ya tasa. Wote wamepambana, wote wamejituma, lakini haikuwa iwe. Watalazimika kuridhika na alama moja kila mmoja. Wote ni wababe, wote ni washindi hii leo, wote ni mabingwa. Ndio mchezo wa soka ulivyo. Matokeo haya yapo kwenye mchezo wa soka popote pale. Walichokitarajia labda hawakukipata. But this is football. This is Nairobi. This is Kenyan Premier League. This is 254. Na hii ndiyo derby bora kabisa ndani ya Afrika
mashabiki, lakini mashabiki wanasema ni derby bora ndani ya bara la Afrika. Sinisa Mij, derby yake ya kwanza, anaondoka na sare. Not bad. Derby yake ya kwanza siku leo. Ben Stanley Omondi, they have to settle for draw. A goalless draw. It's not that bad. Uwanja uliotumika kuanzia mwanzo na sasa shughuli imeisha. Imetamatika. FC Leopards 0, Gor Mahia 0. Mekuwa na chanzo Nyango Mabululu. Mimi ni beki ya Zebirika Ali Salim. Asante sana. Till next time. Goodbye.